kamati ya uongozi na mpango ya halmashauri ya Njombe imefanya ziara ya kukagua miradi ya maendeleo kama ilivyoada, kwamba kila robo mwaka wa bajeti kamati ya fedha uongozi na mpango lazima ikague miradi ya maendeleo. Miradi ya maendeleo ambayo imekaguliwa na kamati ya fedha uongozi na mpango siku ya leo, mradi wa kwanza ilikuwa ni mradi wa ujenzi wa vyumba vya madarasa 10 pamoja na matundu ya vyoo 12 pamoja na tundu ya vyoo 20 katika sekondari ya Manyunyu, ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitupatia shilingi milioni 315 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa hayo pamoja na matundu ya vyoo. Kamati ya fedha imekagua na imeridhika na shughuli inayoendelea, na mradi ule unatakiwa ukamilike tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2025, na kwa hatua ambapo utekelezaji ule umefikia wa mradi ule, hakika pasipo shaka kamati ya fedha tujiridhisha kwamba kupika tarehe 30 mwezi wa 4 2025 mradi utakuwa umekamilika. Lakini tumeridhika na shughuli ya ujenzi inayoendelea, ipo na viwango vinavyotakiwa. Tumetoa maelekezo shughuli ya ujenzi iende kwa kasi ili endane na muda ambao umepangwa, lakini kwa viwango vinavyotakiwa. Kwa kweli kamati ya fedha uongozi mpango imefurahi na imetiwa moyo sana. Tumetembea vyumba vyote ambavyo vifaa tiba vimenunuliwa na tumeona ubora wa viwango ambavyo vya vifaa ambavyo tumepata fedha kwa Mheshimiwa Rais na vimenunuliwa katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tumepata kutembelea jengo la upasuaji, tumeangalia jengo la maabara, tumeangalia kwenye jengo la mama na mtoto, vifaa vile vimeshasambazwa, lakini tumekagua pia jokofu la kisasa kabisa ambalo limeletwa kwa ajili ya kuhifadhia mili ya wafu, ambao kwa mara moja inaweza kuchukua mili ya wafu 6. Ni jokofu la kisasa kabisa ambalo limenunuliwa na limeletwa hapa hospitali, pamoja na vifaa vingine vingi tu ambavyo vimenunuliwa kupitia fedha hiyo. Sambamba na hilo, tumekagua mradi wa ukamilishaji wa wodi 2, maabara pamoja na mochwari ambayo itahusika kuhifadhia mili ya wafu, ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atupatia shilingi milioni 120,558,000 kwa ajili ya ukamilishaji wa mradi huo. Nao kazi imeendelea vizuri na ukamilishaji utakamilika kwa wakati, na matarajio ya kamati, mradi huu ukikamilika utasaidia sana kwa ajili ya wagonjwa wetu mbalimbali watakao kuja hapa. Lakini mradi wa mwisho ambao tumeukagua ni mradi wa ujenzi wa madarasa 9 pamoja na matundu vya vyoo 12, ambayo fedha ambayo Mheshimiwa Rais katika shule ya sekondari Lupembe, ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitupatia shilingi milioni 249. Ikumbuke kwamba shule ya sekondari ya Lupembe kama ilivyo shule ya sekondari ya Manyunyu ina kidato cha 5 na cha 6. Kwa hiyo upatikanaji wa fedha hiyo ambayo imeenda kujenga vyumba madarasa pamoja na matundu ya vyoo itawezesha wanafunzi wetu watakao ingia mwezi wa 7 wa kidato cha 5 kuweza kupata mahali pa kujifunzia, lakini kupata mahali salama pa kupata huduma za vyoo. Ukijumulisha hiyo miradi yote ambayo tumepata, unakuta kuna fedha nyingi sana ambayo kwa muda mfupi sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametupatia kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu pamoja na ununuzi wa vifaa tiba katika hospitali ya wilaya. Kwa kweli, kwa niaba ya halmashauri ya Njombe, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fedha nyingi za miradi ya maendeleo, ikiwepo hii aliyotupatia na pamoja na fedha nyingine nyingi ambazo zinaendelea kutekeleza miradi mbalimbali katika ngazi ya halmashauri, kata na vijiji, katika upande wa huduma za afya, elimu, lakini miundombinu ya maji, miundombinu ya barabara, miradi ya umeme, miradi mingi sana, fedha nyingi sana Mheshimiwa Rais ametupatia kwenye miradi hii. Kwa hiyo kwa niaba ya wananchi na viongozi na watendaji wa halmashauri hii, tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutupatia fedha hii, na sisi kama kamati ya fedha uongozi na mpango na madiwani wako halmashauri ya Njombe tunaahidi kuisimamia vizuri fedha hii ili miradi ikamilike kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa, ili iende kutoa huduma kwa wananchi kama Mheshimiwa Rais uliokusudiwa.